Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 27 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Angela wa Merici, mwanzilishi wa shirika. Angela alizaliwa tarehe 21 mwezi Machi mwaka 1474 katika pwani ya ziwa Garda nchini Italia. Alikuwa mtoto mcha Mungu na mpendevu tangu utoto wake. Aliwapoteza wazazi wake akiwa na umri wa miaka 10 tu. Alijitenga na watu ili apate nafasi ya kwenda kusali kanisani. Alijitesa kisirisiri, alikula nusu tu ya chakula chake. Aliondoka kitandani na kujilaza chini juu ya ubao mtupu. Furaha yake kuu ilikuwa kuwaleta wasichana waliokuwa wakisumbuliwa na anasa za kidunia. Daima alimwomba Mungu amwonyeshe njia ya kuishi vizuri duniani. Kutokana na maisha yake matakatifu, akiwa na umri wa miaka 13, alipewa ruhusa ya kupokea Ekaristi takatifu siku za wiki, jambo ambalo wakati huo ilikuwa nadra sana kwa Mkristo kupata ruhusa. Alijiunga na shirika la Wafransisko wa Sekulari ili apate nafasi nzuri zaidi ya kuwahudumia wagonjwa na kuwafundisha wasichana wadogo imani na maadili. Siku moja wakati akisali, aliona angani ngazi ndefu iliyoelekea mbinguni na mabikira wengi wakipanda ngazi hiyo wawili wawili na malaika wakiwashikilia wasianguke. Akasikia sauti ikimwambia awe na moyo mkuu, kabla hajafa alikusanye kundi la mabikira kama hawa. Baada ya miaka mingi ya kusali na kufanya kitubio, akitafakari maono hayo, mwaka 1495 alianzisha shirika la masista ambao karama yao ilikuwa kuwafundisha wasichana imani na maadili, kuwalea wasichana hasa waliotoka familia maskini na kuhimiza umoja kati ya watu kuanzia katika familia. Wakamchagua Mtakatifu Ursula kama msimamizi wao kwa sababu alikuwa msimamizi wa vyuo vikuu na maendeleo ya wanawake wakati ule. Mwaka 1525 Papa Clementi wa 12 aliposikia habari za utakatifu na utume wa Angela na mipango yake ya malezi kwa wasichana ambao walikuwa tegemeo kwa kanisa na jamii, alimpa moyo na kubariki kazi yake. Magonjwa na vita vilikuwa changamoto kwa shirika kushika mizizi, lakini miaka 10 baadaye aliweza kusimika misingi ya shirika lake wakati wasichana 28 walipoweka nadhiri katika shirika. Baada ya kuongezeka idadi, walipanua wigo wa utume wakihudumia wagonjwa mahospitalini na wafungwa magerezani. Hata hivyo, shirika lake lilijulikana kwa karama yake ya kufundisha. Kabla ya kufa kwake, Angela aliwapa wosia masista wenzake kuwa wanapaswa kusoma alama za nyakati na kubadili kanuni ya shirika iendane na mahitaji ya nyakati. Mtakatifu Angela alifariki tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1540 na alitajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1807. Itukuzwe damu ya Kristo!
milele. Amina. Mtakatifu Angela anatupatia tafakari fupi akisema, usijaribu kupata kile unachopenda kwa nguvu. Mungu amempa kila mmoja uhuru na utashi na hamlazimishi yeyote amtii. Watakatifu wengine tarehe 27 Januari: Mtakatifu Angela, Mtakatifu Berno, watakatifu Avitus, Datius, Restius, Davitus, Julianus na Vincenti wafiadini wa Algeria. Mtakatifu Angela wa Merichi, mwanzilishi wa shirika, utuombee.